Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, huku akimpongeza kwa kupata ushindi wa kishindo kwenye uchaguzi mkuu. Na ukosefu wa vifaa vya michezo watajwa kuwa moja ya changamoto zinazokwamisha maendeleo na ndoto za watoto wenye vipaji vya michezo hapa nchini. Mtazamaji, habari asubuhi. Leo ni Ijumaa ya Novemba 21 mwaka 2025. Karibu sana katika asubuhi njema ambayo kimsingi huwa inaanza na taarifa ya habari. Mimi naitwa Emily Lazarus, naomba nitumie nafasi hii kusema karibu. Naam, wazee jijini Tanga wamefanya dua ya kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan sambamba na kumpongeza kwa kushinda kwa kishindo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu na kuaminiwa na Watanzania kuiongoza nchi katika kipindi cha pili cha awamu ya 6. Atuletee amani, atuletee upendo miongoni mwetu, atuletee uvumilivu, masikizano, maelewano. Mwenyezi Mungu atujalie. Wakizungumza mara baada ya dua hiyo kumalizika, pia wakampongeza Dkt. Samia Suluhu Hassan kutokana na matarajio aliyoyaona katika swala la maendeleo kupitia hotuba yake aliyoitoa pamoja na imani walionayo kwenye baraza la mawaziri aliyowachagua. Hotuba ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aliyoizungumza kwa kuelekea mwelekeo wake wa miaka mitano katika uongozi wake, halikadhalika namna gani anataka kuleta maridhiano katika nchi hii. Kusema kweli, Rais ameonyesha ukomavu, ameonyesha busara kubwa na ameonyesha vile mapenzi yake kwa wananchi wa Tanzania. Lakini kwa kuunda baraza lake la mawaziri, Mheshimiwa Rais, nadhani tutafanya vizuri na uchumi wetu utakuja vizuri sana. Sisi kama wananchi wa Tanga, kusema kweli, tuko pamoja na Mheshimiwa Rais. Na Mheshimiwa Rais amewapa heshima sana vijana hawa. Amewaundia wizara ya maendeleo ya vijana ambayo iko ndani ya ofisi yake Rais mwenyewe. Kwa hiyo vijana watulie, wao ndio nguvu kazi. Kama wana hoja zao, nina hakika kabisa zitashughulikiwa. Aidha, wazee hao wakapongeza kipaumbele cha serikali katika kuboresha huduma za afya hasa kwa wazee na wanawake. Amejaribu kusema kwamba mwanamke atakapokwenda kujifungua atajifungua bure. Tunataka nini kwa Allah? Tunaomba sana Watanzania tushikamane naye ili tuendeleze Tanzania yetu iwe na amani na usikivu. Cha kushukuru na cha kumpongeza zaidi, ndani ya zile siku 100 zake ameipa nafasi kubwa sana ya bima ya afya. Ataanza na wazee, mama wajawazito, walemavu. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dkt. Emmanuel Nchimbi amesema ukarabati wa reli ya Tazara utaimarisha ukanda wa kati na kusini na kuchochea biashara kati ya Tanzania, Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na bara la Afrika kwa ujumla. Makamu wa Rais Dkt. Nchimbi ameyasema hayo alipomwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwenye hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la uzinduzi wa ukarabati mkubwa wa reli ya Tazara iliyofanyika jijini Lusaka nchini Zambia, ambapo amesema kwamba ukarabati huo utaongeza mauzo ya bidhaa ndani na nje ya mataifa ya Zambia na Tanzania na kukuza sekta za kilimo, madini, viwanda, utalii na kutengeneza ajira zaidi kwa wananchi wa ukanda huo. Maybe President Ichilema will understand more if I say it. Ende pamozi ni mtima umo. Ichelima tiye. Samia tiye. Tiende pamozi ni mtima umo. Thank you so much. This is indeed not just an infrastructure upgrade. Ukarabati huu wa Tazara si tu kwamba ni maboresho ya miundombinu, bali ni mwanzo mpya wa mkakati mahususi wa ushirikiano wa kimaendeleo ambao utaimarisha uchumi wa ukanda wetu kati na kusini, kuanzia Tanzania, Zambia, DRC, Malawi pamoja na SADC kwa ujumla, hususan kwenye nyanja za biashara, usafirishaji, kilimo, madini, viwanda na utalii, ambavyo pamoja vitazalisha maelfu ya ajira kwa watu wetu. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Rais Dkt. Emmanuel Nchimbi ameishukuru serikali ya China kwa kushiriki maboresho ya reli hiyo ambayo ni alama muhimu ya urafiki, ushirikiano na matarajio ya pamoja kati ya serikali ya Tanzania, Zambia na Jamhuri ya Watu wa China. This revitalization also comes at a moment
when China is emerging in Maboresho haya yanakuja wakati China ikiendelea kuwa moja ya nguvu kubwa duniani kiuchumi, na jambo hili linaendelea kuifanya China kuwa mshirika muhimu wa maendeleo kwa upande wetu, kama ambavyo walifanya wakati wa ujenzi wa Tazara miaka ya 70, na sasa wakati huu ambapo ukarabati huu utakuwa kiunganishi muhimu kwenye mpango wa maendeleo ya kimataifa ya ukanda mmoja na njia moja PRI. Pamoja na makamu wa rais Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, hafla hiyo imehudhuriwa na rais wa Jamhuri ya Zambia Mheshimiwa Hakainde Hichilema pamoja na waziri mkuu wa Jamhuri ya Watu wa China Mheshimiwa Li Qiang. Reli hiyo yenye urefu wa kilomita 1860 ikiwa na kilomita 975 kwa upande wa Tanzania na kilomita 885 nchini Zambia ni kiungo muhimu cha bandari ya Dar es Salaam na mji wa Kapirimposhi, na itaboreshwa kwa kutumia mfumo wa milimita 1067. Maboresho hayo pia yatahusisha ukarabati wa stesheni, mifumo ya mawasiliano pamoja na ununuzi wa vichwa 34 vya treni, ununuzi wa mabehewa 760 ya abiria na mizigo. Mimi ni Jumaa Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Mkuu wa chuo cha Mzumbe Mheshimiwa Dr. Mohamed Ali Shein amewataka wahitimu wa chuo hicho kutumia elimu walioipata kama nyenzo ya kutatua changamoto mbalimbali katika jamii. Kauli hiyo imetolewa mkoani Morogoro katika sherehe ya mahafali ya 24 ya chuo hicho mwaka wa masomo 2024-2025 na kuwasisitiza wahitimu kutumia elimu waliyopata katika kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Nyenzo na silaha mliopata hapa chuoni ndio zitakusaidieni katika kuendesha maisha yenu. Zingatieni jitihada mlioonyesha hapa chuoni. Zingatieni uungwana mlioonyesha hapa chuoni. Zingatieni insafu, uadilifu na heshima mlioonyesha hapa chuoni. Vitu vyote hivi mkikusanya pamoja na taaluma yenu, hapa na shaka mtafanikiwa katika maisha. Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo hicho Profesa William Mwegoha amesema chuo hicho kimejidhatiti katika tafiti zinazolenga kutatua changamoto katika jamii. Mheshimiwa mkuu wa chuo, tumejiwekea mikakati thabiti ya kuwajengea uwezo wa wahadhiri wetu katika kusimamia tafiti za wanafunzi wa shahada za uzamili na umahiri na uzamivu kwa ufanisi, kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakamilisha masomo yao kwa wakati na kufanya tafiti bora zinazotatua changamoto za jamii. Kwa mtazamo huo, leo tunajivunia kuwa na ongezeko kubwa la wanahitimu. Hii inadhihirisha kuwa changamoto za ucheleweshaji za tafiti ambazo zilikuwepo awali sasa zimefika tamati. Ni wasii wenzangu ambao wana siasa kama mimi, tuendelee kutenga muda kwa ajili ya kuendelea kujipatia ujuzi ili tuweze kuwahudumia Watanzania zaidi hasa kwenye kutatua migogoro yao katika nyanja mbalimbali. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kutunuku kamisheni kwa maafisa wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ kwenye chuo cha kijeshi Tanzania, yani Tanzania Military Academy TMA, kilichopo wilayani Monduli mkoani Arusha Jumamosi hii ya Novemba 22. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala ameeleza kwamba Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwa na ziara ya kikazi ya siku 2 mkoani Arusha kuanzia Ijumaa hii ya Novemba 21 mwaka 2025. CPA Amos Makala amesema Rais Samia anatarajiwa kuwasili mkoani Arusha kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, yani KIA. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atafanya ziara katika mkoa wa Arusha. Atawasili tarehe 21 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, na ratiba yake ya kikazi ni tarehe 22 ambapo atakuwa mgeni rasmi katika sherehe za kutunuku kamisheni maafisa wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania katika chuo cha kijeshi Monduli. Kwa hiyo tutakuwa na Mheshimiwa Rais katika mkoa wa Arusha kwa siku hizo 2, kwa maana ya kuwasili tarehe 21 na ratiba ya kikazi ya tarehe 22 kwa ajili ya ratiba ya kuja kuwatunuku kamisheni maafisa wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania katika chuo cha kijeshi Monduli. Makala ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki katika mapokezi ya Rais Samia katika uwanja wa ndege wa KIA. Kwa hiyo nitumie nafasi hii
kwa wananchi wa wilaya ya jirani ya Rumeru na Arusha mtakaopata nafasi kushiriki katika mapokezi yatakayofanyika katika uwanja wa KIA, na kwa tarehe 22 ratiba itakuwa wilaya Monduli kwa maana ya chuo cha maafisa wa kijeshi Monduli. Kwa hiyo kwa wananchi watakaopata fursa ni pale ambapo tutaenda kumpokea katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Kilimanjaro. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga ameahidi kuilinda imani aliyopewa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa kusimamia kikamilifu maono na matarajio ya serikali ya awamu ya 6, akisema jitihada za kukuza sekta ya viwanda tayari zimeonyesha mafanikio katika kipindi cha kwanza cha uongozi wa rais. Akizungumza wakati wa makabidhiano ya ofisi ya Wizara ya Viwanda na Biashara, Kapinga amesema hana mashaka na watumishi wa wizara, huku akiwataka kuendeleza ushirikiano ili kuhakikisha Watanzania wanapata matokeo halisi. Katika kipindi cha awamu ya kwanza, cha sehemu ya kwanza ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kazi kubwa sana imefanyika katika sekta mbalimbali, lakini hususan katika wizara hii ya Viwanda na Biashara. Na mimi pamoja na naibu waziri tutahakikisha tunailinda imani hiyo kwa kufanya kazi hii ili tuweze kutimiza malengo na maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye kwa kweli maono yake mara zote, maelekezo yake ni kwamba ni lazima tuhakikishe biashara zinaendelea kufanyika kwa sababu ndio sekta muhimu sana. Naye Dr. Selemani Jafo aliyekuwa waziri wa wizara hiyo amesema wizara imepata bahati ya kuwa na viongozi wapya ambao wanaamini ni watu sahihi watakaosukuma mbele masuala ya sera, maendeleo ya viwanda na uwekezaji. Mikakati mingine kwa mkutano wa FCA tulishauzindua, na mikakati mingine katika pipeline na sheria zingine tulifanya marejeo, zote ziko katika hinomo yangu ambayo nimeweka. Tuna miradi mikubwa kimkakati ya vielelezo, mradi wa Mchuchuma na Liganga tumehakanga nao sasa katika hatua nzuri, mradi wa Ingaruka, hayo ni maeneo ya kipaumbele. Kwa hiyo wizara imepata combination nzuri. Kwa hiyo wizara hii imepata bahati kuwa na watu wawili na wote ni wanasheria. Issue ya compliance, issue ya enforcement, maana yake katika upande huo mmepata watu wa kusaidia. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Pato la mkoa wa Ruvuma limeendelea kukua na kutoa mchango mkubwa kwa taifa kutokana na utulivu wa amani iliyopo hapa nchini chini ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika kutengeneza mazingira rafiki na wezeshi yanayovutia wawekezaji wazawa kuja kuwekeza mkoani humo. Hayo yamebainishwa na mkuu wa mkoa Brigedia Jenerali Ahmed Abasi Hamedi wakati wa uzinduzi wa kituo cha mafuta cha VAG Oil kilichopo wilaya Mbinga, ambapo amesema amani na utulivu imeendelea kuwa kichocheo muhimu katika ukuaji wa uchumi kupitia sekta binafsi na za umma pamoja na utoaji wa ajira kwa vijana wa Kitanzania. Kwamba pato la mkoa na la wilaya limeendelea kukua na lina mchango kwa taifa kutokana na utulivu na amani iliyopo. Lakini amani na utulivu umeendelea kuwa ni kichocheo cha ukuaji wa uchumi wa mkoa, wa wilaya na wa mtu mmoja mmoja. Upatikanaji wa nishati ya mafuta katika halmashauri yetu ya Mbinga mji ni mzuri. Tunavyo vituo vya mafuta 8, na kwa hiki ambacho amekifanya Ovans anakuwa anaongeza idadi ya vituo. Wastani wa matumizi yetu ya mafuta kwa mwezi ni takriban lita milioni 1.4 kwa petroli, na kwa dizeli tunatumia wastani wa lita 554 kwa mwezi. Kwa upande wa mkurugenzi wa kituo Ovans Orio amesema mradi wa ujenzi umegharimu shilingi bilioni 1 ikiwa gharama za ujenzi, mtaji wa uendeshaji pamoja na kuajiri vijana wapatao 80 wa muda, huku ajira za kudumu zikiwa 20. Ikaona changamoto kwenye kata yetu ya Mbinga mjini B, mtaa wa Mission, uhaba wa mafuta foleni kubwa, tukaona ni vyema tuanze ujenzi wa kituo kingine cha mafuta. Kituo hiki kilianza kujengwa mnamo mwezi wa 3 mwaka 2025.
ili tuweze kupunguza msongamano wa vyombo vya moto kama vile pikipiki, bajaji na kuongeza ajira kwa vijana. Tunatoa wito kwa serikali iendelee kuwapa mkono wawekezaji ili waendelee kufungua vituo vingine zaidi au mabiashara mengine zaidi ili vijana wapate ajira. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amezishauri halmashauri za wilaya mkoani humo ambazo zina rasilimali kubwa ya misitu kutumia vyema mabaraza ya madiwani kuongeza msukumo kwenye ujenzi wa viwanda vidogo vya kuongeza thamani katika mazao ya misitu ili kupanua wigo wa mnyororo wa thamani wa rasilimali hizo, kukuza uchumi wa wananchi na kuiongezea ukusanyaji wa mapato. Amesema hayo wakati wa ziara yake ya siku moja katika shamba la misitu la Taifa Sao Hill lililopo katika halmashauri ya Mji Mafinga, wilaya ya Mufindi. Kwa fursa hii kuwataka wakurugenzi wetu wa halmashauri katika level za mabaraza ya madiwani, hasa halmashauri ya Mafinga na halmashauri ya Mufindi, kuanza kuangalia wilaya ya Mufindi mkoani Iringa ni maarufu kwa kuwa kitovu cha misitu ya kupandwa nchini. Hapa ndiko kuna sehemu kubwa ya mashamba ya serikali, binafsi na taasisi mbalimbali. Hatua hiyo inamfanya kiongozi huyo mkuu katika ngazi ya mkoa kutoa maagizo na kutaka kutekelezwa haraka iwezekanavyo. Haiwezekani wananchi wetu wao ni wasafirishaji tu wa magogo na hatuna solution ya namna gani tunaweza tukatengeneza ajira, tukaongezea kipato na kuongeza uchumi wa watu wetu kwa kuongeza thamani ya mazao ya misitu yanayopatikana kwenye eneo hili. Kwa hiyo ni matarajio yangu kuona kwamba mabaraza mapya ya madiwani ya wilaya ya Mufindi, hatua yao ya kwanza ni kuangalia ni namna gani wanakwenda kuchochea uchumi wa viwanda vidogo na viwanda vya kati vya kuongeza thamani ya mazao ya misitu. Daktari Linda Salekwa, mkuu wa wilaya ya Mufindi, amesema mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri kwa sasa itaelekezwa zaidi kwa makundi ya watu wenye mawazo ya uanzishwaji wa viwanda vidogo na vya kati vya kuchakata mazao ya misitu. Vijana, wanawake wanaweza wakatumia fursa ya misitu na mazao ya misitu kwa kujiinua kiuchumi. Mojawapo ni kuwawezesha wale ambao watakuwa tayari kununua mashine ndogo ndogo kwa ajili ya kufanya processing ya baadhi ya mazao, lakini pia kuwezesha katika swala zima la uwekezaji katika ufugaji wa nyuki pamoja na uzalishaji wa mazao ya nyuki pamoja na kuongeza thamani. Ziara hii ya viongozi imetupa faraja kubwa, na kwa yale ambayo wametuelekeza tutafanyia kazi. Tunaamini yataleta tija zaidi katika shughuli zetu za uhifadhi na ustawi wa shamba la miti Sao Hill. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Watafiti barani Afrika wametakiwa kuhakikisha tafiti wanazozifanya zinatoa majibu ya moja kwa moja kwa changamoto zinazowakabili wananchi, hasa katika sekta zinazogusa maisha yao ya kila siku, ikiwemo masuala ya uchumi, usalama, afya na teknolojia. Akizungumza kwa njia ya mtandao kutoka jijini Dodoma katika mkutano unaozikutanisha taasisi za utafiti, wataalamu wa utawala, uchumi na masuala ya kijamii, mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha IAA Profesa Eliamani Sedoyeka amesema tafiti nyingi zimekuwa na umuhimu wa kitaaluma pekee bila kuonekana kwa matokeo yake katika jamii. Tafiti zetu zimejikita katika maeneo mbalimbali. Unaweza kuimagine tafiti 2500 ndani ya mwaka mmoja. Tumejaribu kuangalia maeneo mbalimbali ya nchi yetu ambayo tunakutana nayo kila siku na ambao tunaamini kabisa kwamba tafiti hizi zinakwenda kusaidia sera na kusaidia jamii yetu. Naye meneja wa IAA tawi la Arusha Dr. Joseph Daudi akizungumza kutoka jijini Arusha amesema uwekezaji katika mazingira ya utafiti unalenga kuongeza ubora wa kazi hizo na kuifanya Afrika iwe na sauti kubwa katika masuala ya kimkakati. Ni kitu muhimu sana kwenye level ya taaluma, lakini katika kusaidia nchi, kwa sababu tafiti hizi zinafanywa katika mazingira haya ya Tanzania, na kwa wanafunzi ambao wako nje ya nchi basi wanafanya katika mazingira yao ya kule. Kwa hiyo tunakuwa tunapata data ambazo zinatusaidia hasa kujenga nchi, kubadilisha policies zetu za nchi na mambo mengine mengi. Kwa kweli nategemea kwamba andiko langu hili litakwenda kuwa msaada huko mbele kwa jamii, lakini pia kwa mataasisi ambayo yanahusika kwenye kusimamia uchaguzi na chaguzi zinazokuja.
Kwa mfano mataasisi kama Jeshi la Polisi, taasisi kama INEC na mataasisi mengine ambayo kwa vyovyote wanahusika kwenye kuhakikisha uchaguzi unakuwa wa amani, haki na uwazi. Kina impact kubwa kwa sababu uongozi it's all about serving the citizens, kuwatumikia wananchi na pia ku bring ile happiness kwa sababu unadili na matatizo ya wananchi. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango Dr. Fred Msemo amewataka wana mipango kubadili mtazamo wa kuimarisha vyanzo vya mapato vinavyotokana na tija ya sekta binafsi badala ya mifumo inayodhoofisha mitaji ya wafanyabiashara na kudhoofisha uchumi. Akizungumza jijini Dodoma wakati akifunga mafunzo ya siku 2 kwa maafisa mipango kutoka mikoa mbalimbali, Dr. Msemo amesema vyanzo vingi vya mapato vinavyoendelea kutumika katika mamlaka za serikali za mitaa bado vinategemea tozo zinazokandamiza biashara. Wakati mwingine tumekuwa tukifanya mambo ambayo hayatakiwi kufanyika, na kwa kupitia mambo hayo au maamuzi hayo au hatua mbalimbali tunazozichukua, tumeweka ugumu kwa sekta binafsi kuanzisha au kuendesha biashara. Hakuna watu muhimu katika maendeleo ya sekta binafsi hapa nchini kwetu kama watu wa kada hii ambapo sisi tupo, kwa sababu mipango yote ya kuendeleza au kudumaza sekta binafsi, sisi tunahusika na mipango hiyo. Kwa hiyo sisi tuliopo hapa ndani tukiwa na mtizamo sahihi kuhusu sekta binafsi, tunaweza tukawashauri na kuwashawishi maofisa wengine tunaofanya nao kazi katika sehemu zetu za kazi, nao wakawa na mtizamo sahihi kama sisi. Nao baadhi ya maafisa mipango waliohudhuria katika mafunzo hayo wanaeleza namna yatakavyowasaidia katika utendaji kazi wao. Dira yetu imeonyesha namna ambavyo tunahitaji tupate rasilimali za kutekeleza mipango yetu ambayo tunaiweka sawa. Lakini zaidi ni shirikishi kwamba mipango yetu pamoja na dira lazima visomane. Tunaenda kuandaa mipango mikakati ya utekelezaji kwa kipindi ambacho kipo na kwa ajili ya kuijibu dira ya maendeleo ambavyo inaelekeza. Mimi nitoe wito tu kwamba sasa gari limewaka na sisi maafisa mipango tunaenda kufanya sehemu yetu kwa kusukuma yote matarajio ya Mheshimiwa Rais yaende kwenye njia yake sahihi. Niseme kwamba nipende kuahidi kwamba tunaenda kufanya kazi, na kama tulivyoona hizi siku 2 mpango unatekelezeka. Ni mpango unaoeleweka, mpango unatekelezeka, na sisi pia tunaenda kutoa kwenye mikoa yetu na hata pia kwenye halmashauri zetu. Tuna imani kwamba tunapomaliza hii miaka 5 ya mwanzo kutakuwa kitu ambacho kinaonekana. Tanzania yetu inaenda kuonekana, mipango ambayo tulikuwa tumeipanga inaenda kuonekana kwa wananchi, sio kwa maneno tu. Katika michezo, ukosefu wa vifaa vya michezo kwa watoto sambamba na kutokuungwa mkono na wazazi vimetaja kuwa vikwazo kwa watoto kutimiza ndoto na malengo ya kukuza vipaji vyao, ikiwemo kuwa miongoni mwa wanamichezo wakubwa wa kitaifa na kimataifa. Wakizungumza na Channel 10 michezo, wachezaji wa Academy ya Mpanju FC mkoani Mbeya wameliomba shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, wadau wa michezo pamoja na wazazi kuwaunga mkono watoto hao wenye juhudi na nia ya kuendeleza na vipaji vyao. Nacheza mpira ili nije kuwa mchezaji mkubwa. Ukiangalia kwa sasa hivi mpira ni ajira. Natamani nije kuchezea vilabu vikubwa kama vile Simba, Yanga, hata Azam. Mimi nataka hata nije kuchezea timu ya taifa. Lakini changamoto zingine katika timu yetu ni mipira na jezi. Tunaomba TFF mtusaidie. Tunaomba wazazi watusapoti katika kutimiza ndoto zetu hapa, watununulie jezi na viatu pia na hata gadi ili tusiumie miguu yetu. Mimi nacheza mpira ili kutimiza ndoto zangu na kuja kuchezea timu ya taifa na kuja kuchezea timu kubwa. Kwa saizi mpira ni ajira kwa Watanzania wengi. Nacheza mpira kwa ajili ya afya yangu na kutimiza malengo ya kuwa mchezaji bora duniani. Kwa tunaomba wadau wa mpira, wazazi kuendelea kutusapoti. Kwa upande wao, viongozi wa Academy ya Mpanju FC wameeleza malengo ya Academy hiyo
ikiwemo kuwaondoa vijana kwenye mazingira hatarishi na kuwapa malezi mazuri, huku wakiwasihi wazazi kuwapeleka watoto wao kwenye akademi hiyo ili waweze kukuza vipaji vyao. Lengo kwanza, maeneo yetu hayakuwa na kituo kwa eneo ninaloishi la Iganzo. Kwa tuko na vizuri tuwe na eneo ambalo watu wanaweza kukusanya vijana, ukaondoa kwenye mazingira ambayo yanaweza yakawa hatarishi. Na hasa wazazi ambao wana watoto nyumbani wawalete vijana wao. Hapa ni mahali salama, vijana wanajifunza mpira, vijana wanajifunza kila aina ya mpira, wanajifunza nidhamu. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalam Epimax Apolinari, Channel 10. Taarifa hiyo ya Epimax inatuhitimishia habari ya asubuhi njema. Mtazamaji, endelea kuwa nasi. Kutoka hapa Sumbawanga mkoani Rukwa, Wilbrod Sumia, Channel 10. Mimi ni Margaret Malisa wa Channel 10. Mimi ni Ernest Mbezi wa Channel 10.